tu wanaendelea kuishi kabisa. So nyimbo inaitwa Aho Twahuriye. Unaongea sana Kirundi ya Kiswahili, uliwezaje kuita nyimbo title ya Kirundi japokuwa nyimbo ni ya Kiswahili? Urashaka kumenya amakuru meza kandi azira ibihuha? Ukeneye kumenya amakuru y'ibyamamare cyangwa urashaka kumenya impano nshya? Kanda subscribe kuri Tarsis Business and Entertainment. Ibyo byose ni huri bubisange. Asante sana ndugu watazamaji wetu, watazamaji wa Tarsis Business and Entertainment. Tunawakaribisha na tunawasalimu popote mlipo. Na tunafurahi sana kurudi tena kuonana kwa kipindi chetu, kipindi cha leo. Kama kawaida sitakuwa mimi peke yangu kama unavyojua, na kuandalia kipindi nikiwa pamoja na wageni tofauti. Kama kawaida mimi naitwa Portas Tula Kingi, ukipenda niite Tunalindwa. Kama kawaida si ni Mungu tu anatulinda, si unajua hata mwenyewe. Panda shuka, wewe anapanda ni nani? Anayeshuka ni nani? Baadaye utakuja kumuelewa. Katika kipindi cha leo, nyuma ya kamera niko pamoja na Emmanuel Graphic. Lakini pia hapa mbele yako kama unavyoviona niko pamoja na mshikaji wangu, niko pamoja na msanii ninavyomfahamu anaitwa nani, atakuja kunitambulisha baadaye. Lakini ni msanii wa Burundi, japokuwa nasikia ngoma yake ni kama ngoma za Kitanzania, lakini ni msanii wa Burundi. Warundi tunaweza, Warundi oye. Sasa bila kukawia, acha nimkaribishe mshikaji wangu, mgeni wetu wa kipindi cha leo. Namkaribisha namna hii akiingia kwanza kwa hii nyimbo hii. Bro, karibu sana. Asante sana kwa kunikaribisha. Ushakaza hapo jina langu? Bana, ukumbushe na wasikilizaji na watazamaji wetu. Mimi jina langu ni Madeni Sina. Nilikuwa napenda tu ujisemee wewe mwenyewe. Ndio kabisa. Kwa sababu watu wa madeni ni wengi. Mimi Madeni Sina, ukisikia wengine fake. Man, una bahati, madeni hauna kabisa. Hapana. Ijapokuwa wengi wanaenda wanalialia tu madeni yanawatesa. Ndio najilinda yao. Kweli kabisa. Bro, karibu sana katika kipindi chetu cha leo. Starehe fresh tu. Poa kabisa. Asante sana. Sawa. Bila shaka Madeni Sina ni msanii, nimeshaona nyimbo zako hapa, ni nyimbo nzuri. Madeni Sina ni nani? Madeni Sina ni mimi. Ukisikia mwingine ni fake. Kiuhalisia Madeni Sina anaishi wapi, na ni Murundi au ni Mtanzania? Ni Murundi. Murundi kabisa. Unaishi wapi? Mimi? Ndugu yangu. Wasanii wapendi kusema kwenye wanaishi. Basi mimi naishi mbali. Najua. Mimi nakaa Mliwale bro. Mliwale. Madeni Sina. Na napenda kujua ni kwa sababu gani ulikuja kuitwa hili jina la Madeni Sina. So unaona wana mimi toka zamani ningali mdogo. Yaani nilikuwa nakatara kitu cha kunidai. Unaona? Nikaona mimi ukija kunidai maana mimi naumia sana. Kweli. Ukinipa kitu chako lazima nikulipe. Niombe usije ngo nanidai unanishika mu watu, sipendi bro. Ndio maana mimi najilinda vitu vya madeni. Ndio maana nikafika nasema jina langu Madeni Sina. Kabisa. Madeni Sina ni mwimbaji kabisa, na ni mwimbaji miongoni wa wale waimbaji ambao wana muziki mizuri. Madeni Sina majina ya kawaida, yale mazina ya wazazi, mazina ambayo yanapatikana kwenye kitambulisho chako ni nani sasa? Majina yangu ya wazazi. Naitwa Ndikumana Nikezi. Ndikumana Nikezi. Alafu muziki ukakubadilishia jina ukaitwa Madeni Sina. Ndio kabisa. Lakini kila kitu kina sababu yake. Kuna sababu gani ambayo ilisababisha ujiite Madeni Sina, au wafansi wako wakuite Madeni Sina? Ndio walisikia hilo jina Madeni Sina wakalipenda sana. Na mtoto akisikia Madeni Sina anafikana nijua.
kabisa. Ndio maana kulichenji mimi naona sio leo wala kesho, ili ni kuliimarisha mpaka lipande juu, litapanda kabisa, kwa sababu ukisikia tu jina ni message kubwa sana. Lako takuwa na madeni, tusiwe tunalialia madeni. Wengine wanakuwa na madeni bwana, hata barabara ya wenyewe wanapitia kwa kwenda nyumbani wanakwepa kwa sababu wanajua botiki pale anawadai. Mimi hakuna mtu anaweza ananidai kabisa mimi, hapana. Kama vile walisema jina ndilo mtu. Asante sana, mmeshaona na kusikiliza na kusikia jina lake Madeni Sina limeanzia wapi au ni kwa sababu gani. Ameshajieleza mengi, lakini napenda kujua bwana Madeni Sina, muziki ulianza lini? Maana mimi muziki ni kama vile yani mimi niliuchukuta niko ndani, yani wakati nilikuwa ningali mdogo nilikuwa najisikia muziki sana, ila nilikuwa sina uwezo wa kuingia mstudio, lakini kiroho nilikuwa nasikia niko star. Nikasema acha nifanye hivi, nikateremka mjini. Nilipoteremka mjini nikasema acha niende kupambana na hela ya studio. Nikakuwa napata hela ya kuingia mstudio, ndio nikaanza mambo ya muziki. Lakini sio kusema ngo ni wa mpya muziki wala nini. Mimi nitoka zamani ngari mdogo kabisa. Naona mtoto kwa hii video ni mtoto wako huyo? Huyo ni mtoto wangu. Hongera sana. Na nampenda kabisa. Mtoto, na yeye naona nakupenda. Mtoto mzuri kama baba yake. Asante sana. Na ulikuwa na kipaji cha muziki ijapokuwa tu uwezo ulikuwa nakusumbua? Ndio hivyo tena ndugu yangu, unajua kuliko ufike penye unapotaka lazima upate wasaidizi, ila vitakuja tu. Vitakuja kabisa. Hivi level yenyewe naona nafikia sio mamoja na ya zamani. Omwe hivi fresh kabisa. Watu wameshaanza kukuelewa. Watu washaanza kunijua. Tena nikipita sehemu nasikia ngoma Madeni Sina. Mpaka naenda na jipicha ndugu yangu. Natoa hicho kitu. Unakuwa msanii akiwa maarufu ni lazima si mpaka aonekane kila sehemu. Kuna sehemu anaonekana wakati anahitajika. Ndo vizuri kabisa. Ndo fresh. Kunaonekana sio fresh. Kuna tembea ovyo kila mtu anakuona hapa na ndugu yangu. Sasa kwani ukitaka kufanya show mfano kama wewe ushaganiona mimi Madeni Sina nikifanya show utanishabikia? Haitawezekana kwa sababu nimetakuwa nimeshakuona. Utakusha niona, lakini kwamba hujaniona unasema mimi natamani nimuone Madeni Sina hichi ni nani. Kabisa. Ndugu yangu kwenye stage mimi ni msazi kabisa. Mimi nakuaga msazi kwenye stage kabisa, na najiamini kwenye show nyingine nitakuwepo nishuhudie na macho yangu. Haina shida. Na ni kweli Madeni Sina anaonekana kama mtu ambaye anapenda kazi yake. Mimi mambo ya muziki napenda, tena napenda kazi yangu kwa ajili inaniingizia na sababu naishi kwa sababu ya muziki. Muziki unanilipia nyumba, unaona wana. Tena napataga ile ya kuingia mstudio kwa sababu ya muziki. Na ndio maana mimi ukisema mbaya mambo ya muziki ndugu yangu nafuka na kuchukia. Lakini star unajua hasirikaki. Star ni mtu wa watu, asirikaki, hawezi kusirikia watu na bado anawahitaji kweli. Twende moja kwa moja kwa hii nyimbo inaitwa Aho Twahuriye. Aho Twahuriye maana yake nini? Unaona unajua mapenzi kwamba anaumiza. So unajua wewe mwenyewe? Nilishasikia hiyo. Maana tuko demo moja. Kwa tunapenda na ndugu yangu. Akanisirikisha walaki ya Mungu, nikasikia taro mbaya. Unaona huyo demo? Mpaka nikasikia akaenda kwa mwingine. Kama aliona mimi sina kitu, mimi sijui eti nijua nini kweli. Bwana, afu nilikuwa najimusikia kabisa. Ndo akanitoka akafuka naenda kuolewa pangine. Nikasikia romba, nikasema acha nikuoneshe na mimi niko star. Nafanya naandika hicho kitu. Aho Twahuriye. Maana yake mlikuwa mmekutania mahali fulani na mkapendana, lakini nyuma akaja kugeuka. Nyuma kanigeuka, kanitoka kaenda pangine. Lakini kwa sababu mimi niko star, nikasema
mimi najua haya mapenzi hataishia hapa. Ndio maana nikaamua kufanya hicho kitu hicho. Kweli. Huyu dema mjakotana naye tena ili aone kama wewe ulishabadilika, ulikuwa mtu mwingine, umekuwa star. Hivi ashaanza kunitafuta lakini simtaki. Ameshaanza kutamani. Ashaanza kunitamani lakini simtaki kabisa. Na mimi kwa kumuonesha kama mimi najiweza, nilikuwa najiongea na wao mwingine. Kabisa. Hivi niko na mke wangu kabisa, tunaishi naye. Kabisa. Lakini na yeye ana bwana yake. Huyo mwingine au baada hajaolewa? Mimi naona shaolewa. Naona shaolewa lakini ananitafuta. Atabomoa unyumba wake akiendelea. Kama ni juu ya nini? Madeni sina bwana, huyu dema alikuwa amekupenda ijapokuwa tu mlipishana tu kidogo. Sasa alikuwa naona eti sina kitu, ndugu yangu akaona nishaanza kupanda juu, nishakuwa na jina, ndo akaanza kunitafuta. Lakini na hivi nishakaji mtoa kabisa. Ila kikumbukumbu ni hiyo beat, hiyo ngoma hiyo. Ukipiga hii ngoma unafika unamkumbuka. Na yeye anaumia sana isikia sehemu yote. Anasema huyu Jamali imba mimi. Anasema Jamali kweli. Kwani ile nyimbo yake kidumu kibido kibuganizo ndio alisema nonera baranyikaramye. Ndio hivyo. Ndio yona maana nigeuka wala. Ndio aliona wenye mihela. Aone mke wangu tunaishi naye gisi ni munene ananenepa. Ukimuona unasema kweli. Kipindi kingine uje naye tumpokee kwenye hizi mic zetu. Ili na wafanzi wako na wamuone. Kuna siku nakuja naye kabisa. Basi hapo ukaandika nyimbo au twahuliye. Hii nyimbo watu walichukuliaje? Watu ambao walitizama na kuisikiliza walikuta ndani ujumbe gani? Maana kila mtu akisikiliza hiyo nyimbo anasikiaga kama ndani kuna mashairi. Unaona wana? Kila mtu akisikia anasema mimi niko na demo wangu ameniachaka tena, ameniumiza sana. Akiisikia maana inamgusa kuroho. Labda ni ujumbe mkali kwamba hakuna demo ambaye atakataa mwanaume kwa sababu ya umaskini. Atakuwa anavumilia kwa sababu leo unakuwa maskini, kesho unakuwa tajiri. Hii nyimbo inashauria watu wengi ndugu yangu. Hii nyimbo inashauria watu wengi. Mimi nashangaa na wanawake kweli. Mnaweza mkapendana na uko maskini. Akiona mwingine anavuka wewe anakuacha. Akikuacha ndugu yangu hajui chenye Mungu kupangia. Anaweza kukuacha na anaona hauna kitu. Kesho yake akishaona uko na kitu tena anafuka na kutamani tena ndugu yangu. Wewe unaona na kwa ana roho ya kujikaza. Na nakuta ulishafunga milango hamtaki tena. Na ukifunga ufungui. Kabisa. Mademu napenda vitu, penda watu, acheni kupenda tu, wanaendelea kuishi kabisa. So nyimbo inaitwa Aho Twahuliye. Unaongea sana Kirundi ya Kiswahili, uliwezaje kuita nyimbo title ya Kirundi japokuwa nyimbo ni ya Kiswahili? Unaona ndugu yangu, kabila yetu unaona hii kabila yetu ya Kirundi ni watu wengi wanapendaga Kirundi. Unaona wana? Na ndio maana nifuka nafanya title ya Kirundi. Lakini anayefungua nyimbo anasikia nyimbo ni ya Kiswahili. Ni ya Kiswahili hiyo. Lakini ndugu wangu, hata kama ni ya Kiswahili niliona hivi hii nchi yetu kama ufanye kitu cha Kirundi watu hawatakipenda sapo. Juu pako kama piko mtu anaweza kuwa anaelewa Kirundi, unatoa kama huku kwetu wengi wao wanaongea Kirundi kabisa. Unaona ndugu yangu, wakona tu na wakuna unaongea mambo ya Kiswahili sana. Piko watu wengi unakosa wafana. Unaweza kukosa wafana wenyewe wanaongea Kirundi. Wakishasikia kwamba na wakuna ongea Kiswahili hawatakupenda. Unafikuna kosa yale manini yale mashabiki. Lakini bakishasikia unaongea Kirundi hata kila mtu mwenye ko bilimani ataelewa kitu unachotaka kuongea kabisa. Nyimbo ni Aho Twahuliye, ni nyimbo ambayo ilitengenezwa vizuri. Kusikia audio imetengenezwa vizuri. Nani producer ambaye alitengeneza hii nyimbo audio? Huyu producer ni producer wangu, alikuwa nakaa huko kunani Mjabe. Lakini kwa hizi siku haiko humo.
hizi siku yuko humu enda kutafutia nje ya eti nchi. yuko Kenya. Kenya. Hivi yuko Kenya kabisa. Alihama na studio. Lakini mimi atuachane. Tunabaki tunaongea, ananiambia eti atakuja. Maizi siku atakujaga. Lakini ananiambia wewe Peti. Wewe nakupendaka kwa ile ngoma kabisa. Na ndakujaga Peti nikupe kitu. Hiyo ni promise nzuri. Yani akikuja atakusupport kwa muziki. Najua kabisa taa kule haikaa. Lakini hata kama anaishi Kenya mnaongea. Tunaongea kama kawa. Na urafiki uliendelea. Uliendelea kama kawa kabisa. Wewe ni msanii na ni mwimbaji ambao una muziki mizuri, una muziki mitamu. Ni kitu gani ambacho kilikusumbua siku ya kwanza uliingia studio? Maana unaona ndugu yangu, mimi siwezi nikasema eti kuna kitu kimenisumbua sana. Kwa juu nyumbani napotoka ni muwasta. Unaona ndugu yangu, ni muwasta. Mimi toka ningali mdogo nilikuwa naenda muwasta. Unapafahamu Ngozi pale mjini? Ndio unapaona. Wewe ni mzaliwa wa Ngozi? Wa Ngozi kabisa. Wale wakina Kiriku tulikuwa tunakaa wote kabisa. Unaona wakina Gomen kama unawajua? Ndio. Tulikuwa tunakaa tunapanga muziki. Wananiambia eti madeni sina. Mbona wewe nasikia kweli unajua muziki? Na mimi hicho kipindi nilikuwa ningali mdogo, nilikuwa sijapata hela ya kuingia kwenye studio. Wananiambia wewe mbona unakosa kitu gani? Kwamba mimi nakosa hela kuingia studio. Wajamaa wakaniambia wewe vumilia tu. Kuna siku utapataka hela ya kuingia mtuzo. Nikasema acha nifanye hivi, nende mjini town. Mimi najua kule ndafanya kazi kisi yote ili nipate hela ya kuingia mu studio. Nilivyofika humu nikaanza kupambana, nikapambana kisi yote. Nikakuwa napata hela ya kuingia mu studio. Ndio maana unaona nikafika naanza kutoa ngoma. Nikasikia watu wengi wanazipenda. Nikafika kwa etape nasema hivi, mimi naona mambo ya muziki nataka niachane nayo. Wafana wakanambia Peti, wewe una kipaji kikubwa, usiache muziki. Ndio maana naona sasa nikaendelea. Ni msanii gani ambaye unampenda hapa Burundi? Mimi naona muonekano wako hata kwa hii clip unaonekana kama Lolilo wa Burundi. Hapana. Mimi sionekane kama vile Lolilo. Mimi naonekana kwa jina langu. Unaonekana kama wewe kabisa. Kabisa. So ni kitu kizuri kabisa. Uliniambia kwamba uko Ngozi kuna wasanii wengi ambao tunawafahamu kama wa Kiriku na wengine. Na ni msanii gani ambaye uliona awe mfano kwako, ambaye utakuwa kivyako naona alifanya kazi vizuri, naweza kuwa mfano kwako? Mfano kwangu? Lakini mimi sio kusema eti ngo nimfuatilie ngo mimi nafanya kivyangu kama vile madeni sina kabisa. Mimi msanii naona anaweza. Kiriku kweli. Kiriku akili. Kiriku akili. Ahani. Ahani. Mimi naona hizi siku ni noma kabisa. Anasumbua sana. Sana ule Peti. Lakini na mimi nikitaka ndugu yangu ni noma. Hata na wewe naona siku za mbele mambo yatageuka, watu wengi watakuwa wanatamani kukuona na kukufahamu vizuri sana kabisa. Kama kawaida tusikilize kidogo nyimbo hii inaitwa Aho Twahuriye. Sijui kama unaweza kutupa kitu ambacho kinaitwa akapera kidogo hapa. Naraburiwe tabarugaruke uze twibanire kuvukigenda singiryama nagatiro singironka ndacuri nimba ndarira sindonka nikimoza. Bro, huyu demo ulikuwa unampenda sana kweli? Demo nilikuwa nampenda. Aho mwahuriye kuvagiye nagatiro rutora. Wala sipatagi kabisa tabusingizi. Kweli.
So hapo tutoke kidogo kwa nyimbo twaulie. Kuna ngoma nyingine hapa inaitwa Staki Makoka. Staki Makoka. Bro, kwani na utaki makoka? Ndugu yangu, unaona makoka si wasta. Hatukumwagi makoka. Sakwe? Kweli kabisa. Sasa kama mimi toka nimezaliwa sijawahi kukunywa koka hata sikata moja. Sasa hivi nishakuwa star. Nitafuka na kunywa makoka ndugu yangu. Nataka kinywaji hapa na Coca-Cola. Na maanisha sitaki hizo. Staki Makoka ni wimbo mwingine ambao unaona ni wimbo ambao ulitengeneza vizuri beat mpaka hata clip. Naona ni video nzuri. Staki Makoka, ni ujumbe gani ambao ulitaka kutoa kwa wananchi? Kwa sababu kivyako hutaki makoka, lakini kuna wengine ambao wanataka. Maana ndugu yangu naona sisi hatuwezi tukapenda vitu vimoja. Ngoja mfano kama hivi wewe wewe unakunywaga bia, bakikuletea koka utaikunywa? Kama ni dawa mganga ambaye ameniandikia nitakunywa. Yaani unasikia ni mganga. Kama sio mganga napo lakini na koka ni kinywaji. Yani koka maana mimi naichukia sana kabisa. Kweli? Kweli kabisa. Siwezi nikakunywa koka. Nikunywa koka niko star. Hapana. Staki makoka na staka mabia hapo fresh. Lakini ngoma koka. Kupitia hii nyimbo bra rudia ijakutafuta hilo ifanyie promotion, kwa sababu naziamini vinywaji ambavyo zinazotengeneza kama mabia. Kuna siku itanitafuta, haina shida tu. Unasubiri tu siku itafika. Kuna siku atanitafuta. Haina noma ndugu yangu. Kabisa. Yaani kila kitu ni kusonga mbele. Kusonga mbele. Na kina siku yake kabisa. Sitaki tamaa. Hapana. Pambana kabisa. Kidogo tusikilize wimbo Staki Makoka. Staki Makoka. Nauliza mnataka nini? Amabia, taka nini? Amabia, taka nini? Amabia, taka nini? Masaporo. Bro, Masaporo Masaporo hakuna. Mabia. Na ameshakatazwa hapa nchini kwetu Burundi. Kwani mabia ndugu yangu ndio kila mtu wote anapendaga. Mabia kwa ajili mabia akuletea ugonjwa yoyote. Lakini kisha kuunga mabia unajisikia uko fresh, lakini Masaporo bana naweza kukuua. Anaweza kukuua. Sasa nyimbo Staki Makoka ni muziki ambao una ujumbe ndani yake. Ijapokuwa tuwe kivyako hutaki makoka, lakini mwingine ambaye anataka makoka hapa atakuelewa kivipi? Hapo lazima nielewe, kwa sababu mimi niliimba hiyo muziki kwa sababu mimi napenaga nani hizi pombe hizi zetu hizi mabia mamosteri na ndio maana nilifika naziimba. Ila na mtu mwenye akunywaga mabia anapenaga makoka anapoa anasema huyu jamaa anamaanisha hiki, hataki makoka. Mimi naona ni fana wa mabia wa hizi pombe za Brarudi. Na ndio maana nitaka kumaanisha hivi kwa sababu mimi siwezi nikaimba unataka masoda na wakati ya pombe. Zawa ni sawa tu, kwa sababu kila mtu kitu ambacho anachokipenda ni lazima akisifie kwa njia hii wala nyingine. Na subiri siku zingine kuna mtu naye ataimba anasema staki mabia, na mimi naita kwa bifu kwako. Sade pala kitu unachopenda ndugu yangu. Siwezi nikashabikia ngo nataka ngoma soda na nakunywa mabia, hapana. Nashabikia ile bia yetu ya Burundi. Juu ile zile bia hata rais anazitumia. Sawa kweli. Sawa kabisa. Ni ngoma nzuri, na tukiangalia katika upande wa madansa ni watu ambao walidance vizuri. Hawa nao uliwatoa wapi? Kuna mtu
mtoto mdogo hapa naona natisha kabisa huyu. Au ni watoto wa mjini wananipendaga mimi madeni sina. Ona huyu mtoto, ona huyu mtoto, huyu mtoto. Huyu mtoto anajua sana. Uendelee au usiendelee? Tunataka uendelee mpaka upige maarubamu na maarubamu. Tuendelee. Asante sana. Madeni sina, uliwahi kualikwa kwenye mashow tofauti, ulituambia kama wewe ni mkali kabisa kwenye stage. Mimi kwenye stage kweli kabisa sikufichi. Mimi najiamini. Kwenye stage hata uniletee star nani. Tunaenda kabisa juu mimi najijua kivyangu. Mimi najiamini. Na kabisa. Kwenye stage unaona mashabiki wako wakishangilia, ukianza kuimba wanashangilia, wanasema oh madeni sina, madeni sina. Wanakuja wanapiga take wanasema madeni sina. Ni noma. Wanafurahia muziki wako kabisa. Na bila shaka wanafurahia muonekano wako. Na ukitaka kuvuma ndugu yangu, nenda mjini. Ukisikia wapeti wa mjini wanakupenda. Mambo kuisha tayari. Napendeka. Mambo kuisha tayari kabisa. Kama mimi nikifika nyumbani Birimani napotoka mimi madeni sina. Wakiniona unakuta watu ni hivi ni wengi. Madeni sina amekuja. Afu na wapa makapera mengi sana. Wanasema afu Mere ndugu yangu Mere wakuniza. Akiniona anacheka sana. Anasema huyu mtoto wangu mimi naona ni hatari kabisa. Ananipenda sana. Na nampenda kabisa Mere wangu. Nikishasikia mtu mwenye alimgusa bora ananipiga kweli kabisa. Na inasemekana kwamba mtoto kijana anapenda sana mama na mama anapenda sana mtoto kijana. Afu mimi nampenda sana na Karafira ananipenda kusione hivyo. Karafira ananipenda Juni Costa. Lakini kuna changamoto zingine tulikuwa tunasikia kama kuna star anaweza kuwa na kipaji cha kuimba lakini familia haiwezi kumuunga mkono. Vipi? Wewe familia yako ilikuchukuliaje na ili kuelewaje katika kipaji chako cha muziki? Mimi kwa sababu unaona Birimani ndugu yangu ni hatari ndio hivyo tena. Bali uone naanza mambo ya muziki sipiko sawa ananitisha mshow. Wanaendana na 5 au laki 4 nafika nenda nyumbani kwa Mary na mununulia tagi kwembe na mfanyia surprise na mununulia tuvitu kwa nyumbani wana mpaka nafurahia. Hata niuliza hiyo hela unaitoa wapi? Mambaga hii hela ni hela ya muziki. Anafanya naambia mtoto wangu kwa mara kabisa kwenye muziki. Akakutia nguvu. Akanitia nguvu akasema ni kwa juu sina kisi na mimi ningekusaidia kusupport. Lakini unapokuwa kwenye show na yeye anakuja kushabikia na kushuhudia performance yako. Kwa sababu mara nyingine nafanyaka show mjini hakujagi aweza katoka Birimani ngona kuja huku unajua mambo ya Birimani kabisa. Lakini kipindi kingine utakuwa unamlipia nauli, anakuja na mshikia hoteli nzuri anafika ili ashuhudie umaarufu wa mtoto wake. Hivi ndakuwa nafanya hivyo, ila nikifanya show kule Ngozi lazima aje Mere wangu lazima akuye kabisa. Ananipendaka sana kabisa. Afu na mimi na mwanemi kabisa. Tuange kuwa yeye singekuwa naishi hapa duniani. Ni kweli. Ndio maana napaswa kumpenda vitu vyote ninavyofanya kwa sababu ya Mere wangu. Na ni vizuri kupenda mzazi kwa sababu mzazi ni Mungu wa pili kabisa. Nyimbo imetoka, nyimbo staki bia ni staki makoka. Ni labda ni ile korabi na iniingia kichwani ya tunatarajia kumwona mtu ambaye atafanya muziki wa staki mabia. Kwa sababu najua muziki bwana, muziki ni kushareana maneno. Ukisema staki hiki mwingine anasema staki hiki, na ni vizuri kwa sababu kila mtu ana kitu anachokipenda na ana kitu anachokitaki. Ila mimi nikipiga staki mabia pakija mwingine anasema usitaki mabasi unasikia atakuwa ameniingilia ndugu yangu. Hiyo ni yako kabisa. Atakuwa ameniingilia. Hii ni yangu. Na kuyo tibe ni hiyo staki makoka kabisa. Acha tusikilize kidogo nyimbo staki makoka. Na maanisha sitaki hizo soda. Kweli sha. Mimwe nilewe bila mbetila. Anywe yiborere gwe. Asubuhi nishike boda boda. Gitondo ifatira kamoto. Takira ngunda kurekwa.
kantuboregwa wenyene nibakureke niboregwa wenyene. Mshikaji wangu Madeni Sina kweli amenichekesha na amenifurahisha siku ya leo. Nyimbo zake zina utamu na zina ujumbe mkali ndani yake. So kwa kabla hatujamaliza kipindi chetu, kuna mpango wako wa kuandaa show ya kwako bila kuhudhuria zenye umealikwa kwa sababu zitakuwa zimeandaliwa na wengine. So unaona hizi siku niko napanga show. Nataka nifanye show kule kwetu Mubuga. Mubuga unapajua? Ndio napajua. Ndio kwetu kule Ngozi. Niko napanga show mwezi wa 3 yangu kabisa. Mimi nijilipi hapana ngoma naja wala nini. Hapana. Wewe na pesa yako. Ni show yangu na pesa yangu na washabiki wangu. Kama nafaidika, najua tu nafaidika juu kule niko na wafana wengi sana. Wesikia Madeni Sina. Na mtoto anakuja. Lazima akuje kabisa. Anaomba pesa mama yake au baba yake. Anasema mimi naenda kumwona Madeni Sina. Lazima aje. Kwa sababu mimi wanajua kwamba mimi najiamini. Mimi najiamini kwenye stage kabisa. Yeah. Madeni Sina, naona muda wetu wa kipindi cha leo unakaribia kuisha, lakini kwa kumalizia kipindi chetu, mtu ambaye anahitaji kuiona muziki yako anaweza kutafuta kwa performance gani? Kama ni YouTube, kama ni Facebook, kama ni mtandao gani ambao unaotumia? Mtandao unaotumia ukitaka kunitafuta mimi Madeni Sina, unaandika hivi Madeni Sina kwenye YouTube. Ukiandika hivyo nafuta na vitu vyangu na kufese ndio hivyo. Asante sana. Kwa nasema performance, na kwa sababu tulikuwa tunaongelea performance ya show, lakini hapa ni platform. YouTube unapatikana kwa jina la Madeni Sina. Facebook ni hivyo Madeni Sina. Instagram pote andika Madeni Sina. Mtu akihitaji kukusupporti anaweza kutumia njia gani? Andika hivyo Madeni Sina kwenye Instagram, kwenye Face, kwenye Twitter. Yaani yoyote mtandao wote Madeni Sina. Ukiandika Madeni Sina nafikiri unaniona. Asante sana. Madeni Sina, nichukue muda huu nikushukuru kwa kushiriki nasi katika kipindi chetu cha leo. Hamna noma kabisa, fresh na mimi nashukuru tena, asante sana. Naamini hata ukitoa ngoma nyingine au ukiwa na jipya lolote la kuongea na mashabiki zako, hapa milango iko wazi. Kwamba hivi wameshakajua niko napanga kitu cha mpya. Nataka niende Mteka Music, nitoe kitu watu washabiki zangu washakijua. Wanasubiri tu kitoke tu. Na ndio chenye ndaenda nacho mwisho. Kikitoka hivi kila mtu anasema nao kabisa. Kweli. Aya, asante sana Madeni Sina, nikutakie kila la heri na nikutakie mafanikio kwenye muziki wako, usonge mbele zaidi. Na utasonga mbele na utahiti kabisa. Asante sana. Acha nikushukuru mtazamaji wetu kwa kutupa muda wako kwa kututazama. Muda wa kipindi cha leo naisha, lakini kipindi vingine vinaendelea. Nikushukuru wewe ambaye tulikuwa pamoja kwa kipindi hiki. Mimi mwandaji na msikilizaji na mtazamaji na kukufikisha hapo ulipo kipindi cha leo ni Portas Turakingiwe, lakini nilikuwa na mgeni wangu Madeni Sina. Madeni Sina, asante sana. Sawa na mimi nashukuru Mungu, nashukuru na wafana wako wananisikia. Yaani nashukuru sana kabisa, sijui nifanye aje kabisa. Kama vile Madeni Sina. Asante sana. Tukutane katika kipindi kingine. Bye bye. Ciao. Sasa urashaka kumenya amakuru meza kandi azira ibihuha, ukeneye kumenya amakuru y'ibyamamare cyangwa urashaka kumenya impano nshya, kanda subscribe kuri Tarsis Business and Entertainment. Ibyo byose ni huri bubisange.